Na kutoka pande zote za dunia, Australia, Canada, USA, Soneto pamoja na East Africa, bila kusahau wanangu ambao wako upande wa Europe, Baraka1 TV inakuja mbele yako na ujumbe ufuatao. Tunahitaji msaada kutoka kwako. Tunahitaji kununua kifaa kinachoitwa drone ili tuweze kupaa juu zaidi na kuzidi kutamba na kurushia matangazo yenye na uhakika na haki ndani yake. Baraka1 TV inahitaji msaada wako wa chochote ambacho uko nacho ili tuweze kununua kifaa hicho. Kwa mawasiliano zaidi tumia namba ambazo unaziona hapo kwa screen yako ili moja kwa moja uweze kuwasiliana na Baraka1 TV. Saidia Baraka1 TV, saidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, saidia Baraka1 TV, saidia wazalendo. Na myembo kuna sikiliza ni Amka na Baraka1 TV, ikiwa tarehe 13 za mwezi wa pili 2026, majira ni saa 12:30 saa za Afrika Kati, ikiwa inaelekea saa 11 majira ya Afrika Mashariki, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni mtasari wenyewe wa habari za moto. Minembwe bado kidogo, majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na wazalendo wachukue Minembwe yote kiujumla. Kwa upande wa wazalendo, Jenerali Kuruninga atoa ujumbe mzito kwa wazalendo wote mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na zaidi wale wa jiji la Uvira. Goma, mwakilishi wa Umoja wa Mataifa awasili Goma na ujumbe wa amani kote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku Wanyarwanda wanaishi nchini Uganda wanaojiita Abavandime wataka kupewa uraia kwa kinguvu nchini Uganda. Ulaya, Umoja wa Ulaya ni wanafiki, wanahitaji kutoa maamuzi magumu kwa serikali ya Kigali. Na huko naendelea kusikiza matangazo yetu kutoka Baraka1 TV. Pia usikose kuchangia kwa mpango wa kuweza kununua drone ya Baraka1 TV, na pia tembelea Mwangaza TV ambako utakutana na baadhi ya matukio yote ambayo yanazidi kulindima kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka huko maeneo ya Minembwe, ambako bado kidogo tu majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na wazalendo wachukue Minembwe yote kiujumla. Kwa upande mwingine, mzalendo Kuruninga awataka wazalendo kuweza kuwa kitu kimoja na kuacha mambo ya kitoto. Tuanze taarifa hizi kutoka huko Minembwe, ambako mapigano makali yaliripotiwa hiyo siku ya jana ya tarehe 12 za mwezi wa pili 2026, ambako mapema mno vikosi vya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huko akiwa sambamba na wazalendo, walianzisha mapigano dhidi ya muungano wa M23 Twirwaneho Red Tabara, ambao ni washirika wa uko maeneo ya Minembwe kwenye milima ya nyanja ya juu pamoja na nyanja ya chini. Mapigano hayo ya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yalianza majira ya saa 10 alfajiri asubuhi, huku mashambulizi ya silaha nzito na nyepesi zikisikika kila kona, ikiwa ni makamanda hao wakisogelea kuingia maeneo ya Minembwe Central. Utafahamu tu kwamba majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliweza kuchukua maeneo ya Alenge, ambako ni takriban kilomita isiyopungua 5 kuingia ndani ya Minembwe Central, na huku magaidi wa M23 Twirwaneho Red Tabara wakiendelea kukipata cha mtemakuni. Mpaka sasa maeneo mbalimbali ya Minembwe pamoja na maeneo mengine kunaonekana wingi wa wanajeshi wakizidi kuongeza nguvu kila kukicha,
Tukishuka maeneo ya Fizi, Baraka pamoja na jiji la Uvira, Jenerali Mzalendo Kuruninga atuma ujumbe mzito kwa wazalendo wengine, huku akikemea vitendo vya wazalendo kujipiga picha wakiwa porini na kujisifu, mimi mzalendo fulani napiga adui na sukuma adui. Huo ni utoto na kinachohitajika ni kuweza kufanya kazi, sio maneno. Mengine zaidi, huyu hapa Jenerali Kuruninga. Mwenye anaongea ni General Kuruninga Venance Isaac. Tunawasalimu kwa jumla. Mimi ninapenda kusema kuhusu wenzetu wazalendo. Mbona maaudio zinazidi kipimo wa ndugu zangu? Ndugu zangu, neno ya kwanza, muache uchu wa madaraka. Kwanza kujitangaza saa kidogo. Napenda kugusia ndugu yangu James Feka Adui. Muachane wenu wenyewe, mko mnashinda mko mnasema kwa marezo sosio. Bwana, habari ya vita ni kupigana. Muachane hivi ya vingine. Tunajua ni William njo mwenye walitia coordinateur. Mimi niko Mfulero. Kwa mwingine mwenye napenda kukonsoo mwenye alisema Bafulero ndio wenyewe waliangushaka Uvira, walikuwa wanapenda baende na Ubembe kule, Ubembe yanguke. Sasa ndugu yangu, napenda kumwambia tu hiyo kusema habari kama Wafulero ndio wenyewe waliangushaka Uvira, na kuambia negative. Nani mwenye kukimbiaka mwa Uvira? Na FRDC na Muzalendo, nani mwenye kukimbiaka? Mimi niko na wapenda kuwaoji kama vile mimi Kuruninga hapa. Nani mwenye kukimbiaka? Hatukukuwa tunasikia majenero, mimi general fulani wakati M23 iko Uvira. Mimi njoo general fulani. Kuleo njoo mnafika mugini, mnapenda kuleta matrakaseri mugini. Njoo mnabakilia, mimi njoo komanda fulani, mimi njoo komanda fulani. Désormais kwa ile msikuwe mnasumbua rahia. Kila saa matelefone, marezo sosio njoo mnabakilia. Sasa na vile wenyewe mko mnaenda mnafanya, ukipiga masasi mbili unaenda unajiinstall, njoo banaanza kukamera, unaanza vituma marezo sosio. Di muvita mtu anabanaza mkamere wala muvita unaanza sukuma ku marezo sosio. Batoto wa watu wiko wanaenda wanakufa na nyinyi mnabakilia vyenu vya kujipiblie, mimi njoo komanda fulani, mimi njoo komanda fulani. Muachane na ile mabetize. Ile sio mabetize ya bia. Niko nawaambia siwafichiki. Komsa mbona munajipiganisha, munajigonga kuvifua, mimi njoo kiongozi fulani, mimi njoo najulikana. Kama wewe unajua uko na trupe, tunajua Sange enemi angali pale. Tunaendelea kule Luvungi, enemi anafunga zile njia zote. Mbona sasa tujaona kiongozi mwenye anajitoa, mimi niko na jeshi, mimi niko na kila kitu, mimi njoo komanda fulani, haenda bomole pale ili tupate amani. Na ule njoo mtu mwenye tutapatia sifa zake ule. Kwa msamko mnaona batu waisha sumbukia kutetea nchi, yani tuitetee kwa ujumla. Mwewe mnabakilia marezo sosio kila wakati, bakombatu wazima mnaitwa bakomanda wazima, marezo sosio. Hamkufi hata haya. Mkufe haya bandugu zangu. Uvira iliangukaka, Mubembe alikuwaka humu. Juu ya nini Mubembe akushimamaka hapa Uvira? Hapiganishe M23. Alikimbiaka nini? Juu ya nini Mfulero hakushimamaka Uvira? Apiganishe M23 hapa Uvira. Lakini kuanzia Mubembe, kuanzia Mfulero, Munyindu, Mushi, sisi wote ilikuwa ni fre. Njoo kwenye mlenda bania fre yenu kule Baraka. Nani mwenye alishimamaka kuikala Uvira? Si nyinyi wote mmekimbia. Na wenyewe walikuwa wanajiita wakamanda wakuu. Na wenyewe wajiiti wakamanda wadogo. Wote mulienda shimamia fre yenu Baraka. Na kuko wenyewe walivukaka Burundi kwa zunguruka na maji. Kuleo sasa humu njoo tena wanajivimbisha vifua, njoo wakamanda. Sisi mimi gisi niko hapa Kuruninga, silili ukamanda wenu, silili grade wala fonction fulani. Mimi ninalilia tu twende tupiganishe. Kumakuta njoo unaonaka wakamanda. Kumabitu wa kugabula gabula njoo unaonaka kamanda.
Bwana, tuachane hiyo habari. Muachane na mabari za kila siku, marezo sosio. Muachane na vile bimwa yabirwa mgeni mvike mbunda hashi. Komanda mu manongishiba muri marezo sosio. Leo asubuhi rezo sosio, buna kucha rezo sosio. Wende kule na boga yako yenyewe mnakuwaka nayo moyo boga kama ya kwenda kuzimu. Labda bali bachanjaka dawa zimoja hivi mkaangalia nyuma, njoo muisha geukia bakomanda ba marezo sosio. Mwenjo tunaanza ita bakomanda ba marezo sosio. Juu kila mara tunaona magrupe rezo sosio, unaona kumtandao, mimi ndio komanda fulani huyu. Bandugu zetu, hamkufi hata haya. Mbona mnajionyesha haya mbele ya raia hivi? Mbona tuonagi haya kama hii yenyewe mnaanza jiletea? Unaona mnavala vizuri, bengine mnaenda mnainstall PKM, unaambia mtu anza tukamere, unaona kiongozi mzima na kamata PKM njoo anaanza kuipiga au njoo komanda fulani, iko na progressive force fulani. Muache hii mitindo yenyewe mko mnafanya, tushaka bagundua depuis zamani de. Muachane vyenu vile. Si batukani mimi tuko tunawaambia muachane na hii hali yenyewe mko nayo. Baada ya taarifa hizo kutoka maeneo ya Fizi pamoja na Uvira, tupe taarifa hizi kutoka jijini Goma ambako mwakilishi wa Umoja wa Mataifa awasili jijini Goma. Baada ya kuweza kufungwa kwa uwanja wa ndege wa Goma hiyo mwaka jana, ambako magaidi wa M23 waliweza kufanikiwa kuingia jijini Goma, hatimaye siku ya jana ndege la Umoja wa Mataifa limeweza kuwasili ndani ya jiji la Goma. Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa Viviane van der Perre aliweza kufika hiyo siku ya Alhamisi kwenye uwanja wa Goma nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jimboni Kivu ya Kaskazini. Ujio wake uliweza kuzua masuala mengi, na kilichomleta ni kuja kuweka mikakati ambayo Umoja wa Mataifa uliweza kutoa kwenye baraza hiyo mwaka jana, baraza ambalo liliweza kutoa suluhisho ya 2808 ambayo inataka shirika la Umoja wa Mataifa kuweza kutengeneza timu ambayo itawasili nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ajili ya kuweza kusimamia mpango wa kusitisha mapigano kati ya magaidi wa M23 pamoja na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ujio wake pia umejikita kwenye kutafuta mazungumzo kati ya viongozi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na magaidi wa M23. Mwakilishi huyo wa Umoja wa Mataifa Viviane van der Perre aliweza pia kuja na idadi ya wanajeshi wa Umoja wa Mataifa ambao watawasilishwa serikalini ili waweze kupelekwa kwenye maeneo mbalimbali ikiwemo pia na jiji la Uvira. Jiji la Uvira litapokea wageni kutoka kwenye Umoja wa Mataifa, ikiwa ni wanajeshi wa Umoja wa Mataifa ambao watakuja kwa ajili ya kusimamia mpango wa kusitishwa amani kati ya M23 na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mengine zaidi, huyu hapa mwakilishi wa Umoja wa Mataifa akitua tu kwenye uwanja wa ndege wa Goma. Leo ya vyo inakuwa tena hai. Ilikuwa ile nashuka kabisa. Ilikuwa ile. Aterisaji yote kabisa yote nikamata. Ndio, njoo ile yote gisi ilikuwa. Yote. Njoo ile kabisa. Kweli kabisa. De notre mandat et de nos efforts visant à appuyer l'opérationnalisation
du mécanisme de suivi et de vérification de cessez-le-feu. Il y a plus d'un an, le 26 janvier 2025, j'étais dans le dernier avion à atterrir à l'aéroport de Goma. Et aujourd'hui, je suis dans le premier hélicoptère à y atterrir à nouveau et j'espère que c'est le début de la réouverture progressive de cet aéroport de Goma au bénéfice de la population. Conformément à la résolution 2808 de 2025 du Conseil de sécurité, la MONUSCO est mandatée pour soutenir un cessez-le-feu permanent, notamment à travers sa participation et son appui au mécanisme conjoint élargi de vérification plus, MCVE+. La MONUSCO déploiera dans les prochains jours une première mission de reconnaissance aérienne à Uvira. Ma visite vise à échanger avec les interlocuteurs concernés et à faire avancer les préparatifs concrets. Procédures de vérification, coordination, communication et conditions pratiques pour que le mécanisme fonctionne de manière crédible. La MONUSCO continuera d'appuyer le processus de paix en cours. L'appui au cessez-le-feu se fera de manière progressive en fonction des arrangements confirmés dans l'architecture convenue et des garanties de sécurité pour le personnel et les moyens des Nations Unies. Notre action restera strictement dans le cadre du mandat du Conseil de sécurité et dans le plein respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Tukiachana na taarifa hizo, tukienda tu nchi jirani hapo Uganda, raia wa Kinyarwanda wanaoishi nchini Uganda wanaojiita Abavandi wataka kupewa uraia kwa kinguvu nchini Uganda. Serikali ya Uganda imekumbana na changamoto kubwa ya wakimbizi wa Kinyarwanda wanaoishi nchini Uganda, huku wakianza kutengeneza vikao vya kutaka kupewa uraia nchini Uganda. Upande mwingine, makamanda wa jeshi la Uganda na vyombo vya ulinzi na usalama vimekuwa vikiwadhibiti wakimbizi hao, lakini imeshindikana kwa sasa. Wameamua kutoka hadharani na kutangaza nia yao ya kutaka kuwa sawasawa na watoto wa Yoweri Kaguta Museveni. The Banyarwanda Development Association in Uganda continues to push for their recognition as a tribe in Uganda. They claim a failure to be recognized as a tribe or citizen has deprived them of accessing government services like passports, national identification cards, and jobs. Even after meeting President Museveni on Tuesday this week, the answers by the president has not satisfied the Kinyarwanda-speaking people. We categorically reject the executive orders issued by the government, which unjust classifies Kinyarwanda-speaking Ugandans, with the exception of those from Mpororo, Kisoro, and Tungamo, as non-Ugandans by birth. This declaration not only marginalizes over 6 million Ugandans, but also undermines the principle of nationality enshrined in international laws. Former East African legislator Mukasa Mpide is the lawyer for the Kinyarwanda-speaking people and is threatening to take government of Uganda to the East African Court for denying them citizenship by birth. That the 1995 Constitution, particularly Article 10, was a violation of the legal standard on citizenship of Ugandans by birth, as set out in the British Protected Persons Order that was gazetted on 18th May 1934. This is the order
This is the only basis for citizenship by birth in Uganda. This is the order. I gave a full copy of this memorandum to His Excellency the President of the Republic of Uganda. By this order, if you are born in Uganda, you are a citizen of Uganda. It was a cancellation of citizenship, for which we are ready to go to court, for which we are ready to continue dialoguing. While addressing the media in Kampala, the chairperson, Rwanda-speaking people, and their lawyer Mbide says it is unfair for the president to reject their plea to be officially recognized because most Rwandese were born in Uganda and they amount to 6 million people. The implications of this executive order are grave, rendering millions of Ugandans stateless and violating the Universal Declaration of Human Rights, which upholds the right to nationality. We urge the government to reconsider this decision in light of its far-reaching consequences for our community and the nation at large. The Ugandan Constitution 1962, they are all a very clear basis that when you are born in Uganda, you should be a Ugandan by birth. Nobody has a right, not even the president of Uganda, to declare a person born in Uganda a non-Ugandan. That was contrary to the Universal Declaration of Human Rights, the African Charter on Human and People's Rights, and even the African Union Protocol against statelessness, to which all our signatures are embedded as the Republic of Uganda. The president is set to issue an executive order concerning the citizenship of the Kinyarwanda-speaking people this week. The outcome will determine the fate of their status in Uganda. Na Mungu unasikiliza Amka na Baraka One TV kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni tarehe 13 mwezi ni wa pili 2026, saa 12 saa za Afrika Kati. Jide Kizenga Tembele, King Sele, Kizabe Ayeba, Mashaka Ayamba, Dedone Butoto, Biondo Kilamba Mawe, mzee wa state ya Maine, da Feza, da Letesha, da Asha, da Irene na Kisi Kandeke, Yahya Hussein kutoka Dar es Salaam, Asimwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic, Ramake Afrika Kusini, Mohamed Papiru Jabu, Elisha Nairobi, Mwale Mangombe akiwa anasikiliza Baraka One TV Asok. Na baada ya taarifa hizo tuingie huko barani Ulaya ambako Umoja wa Ulaya ni wanafiki wahitajika kuweza kutoa maamuzi magumu kwa serikali ya Rwanda. Baraza la Umoja wa Ulaya baada ya kuweza kukaa kwa takriban mwaka mzima huku wakijadiliana kuhusiana na hali inazidi kuzorota kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako dalili zote na ushahidi wote umeweza kuthibitishwa kwamba nchi hiyo inavamiwa na Rwanda na pia kuiba rasilimali za Rwanda. Lakini mpaka sasa hivi Umoja huu wa Ulaya bado haujatoa vikwazo thabiti kwa ajili ya serikali ya Kigali. Mmoja kati ya wabunge ambao wamekuwa wakisimama mstari wa mbele kuzungumzia swala hilo siku iliyofuata hakuweza kushiriki kwenye vikao vya bunge kwa sababu kule ndani ya bunge wanazungumzia mambo kuhusiana na Kongo, wakionekana kuisapoti Kongo, lakini kwa upande wa nyuma wanakuwa hawatoi maamuzi sahihi. Kitendo cha kutokuhudhuria kwenye kamati hiyo ya bunge ni kitendo sahihi, na kwangu nafanya hivi ili kuweza kutoa ushuhuda na ushahidi wa kile ambacho kiko kinafanyika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hizo ni nukuu za moja kati ya wabunge ambao wamekuwa wakitetea sana kutaka umoja huo kuweza kutoa vikwazo thabiti kwa nchi ya Rwanda na pia kurejesha amani kote mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. En France, tout le monde connaît cette chanson, mais est-ce qu'à Kinshasa, est-ce qu'en RDC, on connaît cette chanson de Dalida? Paroles et paroles et paroles,
et encore des paroles. Et en un an, c'est un peu ce qui se passe au Parlement européen ici à Strasbourg. Puisque en un an, c'est le 4e débat en ce moment sur les violences en République démocratique du Congo. Et en dehors de ce débat, rien n'est décidé, rien ne se passe pour aider ce pays. Donc je le dis très clairement, cette fois, je ne participerai pas à cette comédie qu'est ce débat. Pour une raison simple, toutes ces discussions n'ont servi à rien. Parce que l'Union européenne joue clairement un double jeu. Dans l'hémicycle, on soutient Kinshasa. Dans les faits, on laisse faire tout ce qu'il veut à M. Kagame. Ces discussions sont même contre-productives, puisqu'elles offrent un répit au Rwanda de Kagame. Car sur la RDC et la situation catastrophique à l'est de ce pays, tout a été dit, les massacres, les pillages, la volonté depuis 30 ans d'éradiquer toute une population, les viols et j'en passe. Le coupable, aussi, tout le monde le connaît, c'est le Rwanda et son dirigeant sanguinaire Paul Kagame. D'ailleurs, le Parlement européen a adopté il y a un an, quasiment jour pour jour, le 13 février, un texte sur les violences dans l'est de la République démocratique du Congo, où figurait une demande très claire de la quasi-majorité des parlementaires en demandant aux institutions de l'Union européenne de sanctionner les hauts responsables du Rwanda. Évidemment, la Commission n'a rien fait. Et pour maquiller son inaction, et comme un affront de plus aux Congolais, l'Europe n'a signé que quelques chefs de guerre locaux répondant aux ordres de Kigali. Bref, on a sanctionné des lampistes. Pourtant, l'Union européenne peut prendre de vraies sanctions quand elle veut, comme celle par exemple que Bruxelles sait prendre contre la Russie. Il faut interdire les visas pour les dignitaires rwandais, geler leur avoir et annuler les partenariats européens qui nous lient à Kigali. Mais voilà, dès qu'il s'agit de la République du Congo, l'Union européenne considère qu'il est acceptable de massacrer des centaines de milliers d'Africains, de piller ses ressources sans que ça ne dérange personne, sans qu'on ne prenne aucun acte réel. Rendez-vous compte, l'Union européenne n'a toujours pas annulé son accord de 2024 avec le Rwanda sur les approvisionnements en matières premières, alors que toute la communauté internationale a prouvé que ces matériaux rares sont volés par Kagame et le Rwanda à la population congolaise. Ce double jeu de l'Union européenne doit cesser. Cette hypocrisie devient inadmissible. Ça doit cesser immédiatement car ça commence vraiment à devenir suspect. Pourquoi tant de complaisance dans les institutions européennes pour Kigali? Va-t-on découvrir un jour à Bruxelles un Rwanda Gate comme on a découvert le scandale de la corruption du Qatar Gate? Alors si l'Europe veut dissiper tous ces soupçons, la seule réponse crédible de la Commission européenne, ce sont des sanctions dures et efficaces contre le Rwanda, contre Kagame, contre sa famille. Car sans acte, les paroles de l'Europe ne sont toujours que des paroles. Le débat derrière moi continue, mais rien ne le suivra. C'est assez si on respecte un tout petit peu les Congolais et les massacres qu'ils subissent. Na huo ndo mwisho wa matangazo yetu kutoka Baraka1 TV. Mengine tukutanane majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12. Mimi ni ndugu yako Baba la Baba, the one and all in town, DJP, ambaye niko nakurushia haya matangazo. Bye bye.